Sasa ni zamu ya kushuhudia mafanikio ya sekta ya maji kupitia Mamlaka Maji Safi na Usafi wa Mazingira Kahama Shinyanga KASHIWASA. Safari ya kuanzishwa kwa mamlaka hii ilianza Februari 23 mwaka 2007, wakati ambapo ilitangazwa rasmi katika gazeti la serikali namba 45 kufuatia nia ya kuundwa kwake kwa mujibu wa sheria ya maji ya wakati huo mwaka 1997. Mamlaka hii ilianzishwa ikiwa ni hatua baada ya kukamilika ujenzi wa mradi mkubwa wa chanzo cha maji cha Ziwa Victoria cha Ihelele katika eneo la Ihelele, wilaya ya Misungwi, mkoani Mwanza. Jukumu letu kuu la KASHIWASA ni kuhakikisha kwamba tunazalisha maji kutoka katika chanzo cha Ziwa Victoria na kuwasambazia wateja wetu walio kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tunazalisha maji kwa jumla na kuwauzia wateja wetu ambao hawa ni mamlaka za maji. Madhumuni ya kuanzishwa kwa chanzo hiki ilikuwa ni kupeleka maji ya Ziwa Victoria katika maeneo yenye ukame na uhaba wa maji ikiwemo Shinyanga, Kahama na Kishapu, lakini sasa hadi mikoa kadhaa inanufaika. Kwa eneo ambalo tunalihudumia kwa sasa, hadi sasa tumeweza kufikia mikoa 6. Miaka 18 ya uwepo wa mamlaka hii sasa inajivunia kuwa sehemu ya utatuzi wa changamoto ya ukosefu wa huduma za maji safi na salama kwa wananchi na kufisha kilio cha muda mrefu kilichokuwa kikikabili. Maana tumekuwa tunapata huduma kirahisi tofauti na hapo awali, kwa sababu awali kuna ndoa nyingi zilivunjika, na wakati huo tulikuwa tunatumia maji ambayo tulikuwa tunaamini ni maji safi na salama, yalikuwa ni maji ya hivi visima virefu vya Hesawa. Wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza ni miongoni mwa wilaya nchini sasa zinanufaika na upatikanaji wa huduma za maji kupitia wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini RUWASA, ambao sehemu ya maji hayo wananunua KASHIWASA. Mji wa Hungumarwa wananufaika na mradi wa maji Hungumarwa, nao umekamilika. Maji yamewafikia wananchi 24,349 sawa na kaya 500 zimenufaika kwa kuunganishwa na mtandao wa maji safi majumbani pasipokuwa na malipo. Gharama za mradi huu ni milioni 11. Huu mradi umetekelezwa kupitia fedha za ndani, yani National Water Fund, fedha za mfuko wa maji wa taifa. Chanzo cha maji ni mradi wa maji wa KASHIWASA, ile bomba kuu la KASHIWASA. Itakumbukwa Mei 18 mwaka huu mradi huu ulipata baraka kuzinduliwa na Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa. Tunataka maji haya hapa Hungumarwa, kila mmoja mwenye uwezo avute apeleke ndani ya nyumba yake. Kwimba pia inanufaika na mradi wa kuboresha huduma za maji safi mji wa Ngudu, yaani ni uboreshaji wa kuongeza mtandao wa mabomba kutoka bomba kuu la KASHIWASA. Mji wa Ngudu umekuwa na bomba ambalo liliwekwa kwa muda mrefu. Bomba hili kwa sasa uwezo wake umepungua, na tukaona ni vizuri sasa tuweze kuliboresha kwa kuja na mradi ambapo mradi huu wa kuboresha bomba hili unaopeleka katika mji wa Ngudu una jumla ya thamani ya shilingi bilioni 6.2. Bilioni 20.8 pia zinashuhudiwa kutekeleza mradi mwingine ambao ni upanuzi wa bomba la Ziwa Victoria katika miji ya Malampaka na Maria. Mradi tayari upo katika hatua ya utekelezaji, ukitajwa kukamilika Februari mwaka 2026 na kunufaisha wananchi 100,010. Sasa mkoani Tabora, mkoa ambao unaishi historia ya manufaa ya maji ya Ziwa Victoria. Leo Tabora wanapata maji ya uhakika, wanatumia maji na wanakunywa maji bila taabu. Ni hali ya kutia moyo. Huduma ya maji imeboreka, mamlaka ya maji imeweza kuvuka lengo la 95%, na sasa wananchi wa manispaa Tabora wanapata huduma ya maji kwa kiwango hicho cha 97%. Tabora imenufaika na mpango mkakati wa miji 28, wilaya za Urambo, Kaliua, Sikonge zikinufaika na mradi ambao utapunguza adha ya ukosefu wa huduma za maji. Mradi huu unatekelezwa na mkandarasi waitwaye Mega Engineering Infrastructure Limited na una thamani ya jumla ya shilingi bilioni 143.6. Tunatarajia kwamba ifikapo Oktoba mwaka huu 2025 mradi huu pia utakamilika, na hili litaenda kuongeza upatikanaji wa maji kutoka kwenye hali iliyopo ya sasa ambayo kimsingi ni ya chini sana. Katika wilaya hizo tayari utekelezaji wa mradi umedhihiri na upo hatua za mwisho kukamilika. Mhandisi Beti Kaduma
ni msimamizi wa mradi huu. Mradi wetu una jumla ya matenki ya maji safi 5, pia na ulazaji wa bomba una kilomita 190.169, lakini mpaka sasa hivi kwenye upande wa matenki yote yameshamalizika kujengwa mpaka kwenye mfuniko tayari. Jicho la mamlaka nyingine za maji ni kwamba uwepo mradi huu kwa kiasi kikubwa utasaidia kupunguza adha wakati ambapo wananchi wanategemea mabwawa ambayo nayo msimu wa jua kali hukauka. Tunatarajia kabisa baada ya kukamilika mradi mwezi Oktoba tarehe 10 mwaka 2025 tutatoka kwenye 42% hadi zaidi ya 95%. Katika huo mradi sisi RUWASA tutaenda kupata maji ya kuweza kuhudumia vijiji 20. Imewekwa wazi mradi huu haswa ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025 na bila shaka hupata baraka za kukaguliwa mara kadhaa na kamati ya siasa ya CCM mkoa wa Tabora. Kwa maelezo sasa ya wataalamu ni kwamba maji yataanza kwenda kwa wananchi, na hiyo inatudhihirishia kwamba tutakuwa tunakunywa maji kabla ya uchaguzi mkuu tarehe 25. Wananchi wanaona ni jambo la faraja kwao. Tuliposikia tu maji yamefika Tabora, na mimi mwenyewe nilikwenda kwenye sherehe ile, basi tukaanza kujenga hoja kwamba tupate maji kutoka Lake Victoria. Tunaendelea kumpongeza mama, lakini baada ya kumpongeza mama, kwa kweli kina mama tumwahidi tu kwa kazi aliyotufanyia kwa hii miaka 5 tutaendelea kupambana. Sasa wananchi wameshuhudia harakati thabiti za serikali za kuwafikishia huduma za maji, na sasa ndicho wanachokishuhudia. Naitwa Sudi Shabani, mzalendo.